Halo mpenzi msikilizaji, wanafunzi na mwalimu. Leo tunaenda kuangalia kitabu kinaitwa The Lion and the Jill. Hii ni tamthilia au play iliyoandikwa na Walt Soyinka mnamo miaka ya 1960 Nigeria, katika kijiji kinachoitwa Ilojenle Village. Tamthilia hii imegawanyika katika sehemu tatu: asubuhi, mchana na usiku. Asubuhi ikiwa inazungumzia kama introduction ya mambo yote yaliyotokea, ikiwa ni pamoja na migogoro na matukio mengine, lakini sehemu ya mchana ikiwa inaelezea namna ambavyo matukio yameenda kwenye climax, lakini pia usiku ikielezea namna ambavyo kuna falling action pamoja na resolution. Tamthilia hii ina wahusika kadhaa, wahusika ambao kimsingi nikiwataja hapa ndio watakao kwenda kuunganisha matukio katika kitabu hiki ambacho kimeandikwa na mtaalamu anaitwa Walt Soyinka. Kuna msika anaitwa Baroka, kuna msika anaitwa Sidi, kuna msika anaitwa Ailatu, kuna msika anaitwa Sadiku, lakini kuna msika anaitwa Lakunle. Ukizungumzia Baroka, huyu amecheza kama chief ambaye ni chief wa kijiji kinaitwa Ilojenle. Amerithi mamlaka kutoka kwa baba yake aliyekuwa anaitwa Chief Okiki. Chief Okiki alikuwa ni babake Baroka. Kwa kabla ya Baroka kuwa chief, kulikuwa na Chief Okiki. Kwa baada ya Chief Okiki kupoteza maisha, ikabidi madaraka yarithishwe kwa Baroka, na Baroka ikabidi tena arithi mke wa mwisho wa Chief Okiki. Kwa mke wa Chief Okiki, yaani anaitwa Sadiku, alikuwa ndo mke wa mwisho wa Chief Okiki, akawa amerithishwa kwa Baroka kama mke wa kwanza au mke mkuu au mkubwa. Sasa msika mwingine ni Sadiku. Sadiku huyu amecheza kama mke wa kwanza au mke mkuu wa Baroka, na kama nimekuelezea kwamba Sadiku alikuwa ni mke wa mwisho wa Chief Okiki, na baada ya Chief Okiki kupoteza maisha ikabidi Baroka achukue mamlaka na akachukua na akarithishwa na mke wa mwisho wa baba yake. Na hii ni sheria na utamaduni katika kijiji cha Ilojenle, ambapo chifu akipoteza maisha, yule mke mdogo ambaye alikuwa ameolewa na chifu wa kwanza itabidi arithishwe kwa chifu mpya kama mke mkubwa. Kwa chifu mpya akiona aoe wanawake wengine wa ziada tofauti na huyo, basi hiyo ni juu yake, na iko hivyo. Kwa hiyo msika mwingine ni Sidi. Sidi amecheza kama huyu amecheza kama Joao au kito cha Sawan, ambayo sasa anawindwa na wanaume wengi akiwemo Baroka pamoja na Lakunle. Msika mwingine ni Lakunle. Huyu amecheza kama mwalimu, lakini pia ni educated. Ukiwa mwalimu maana ni educated, ni westernized, ameathirika sana na elimu ya kimagharibi. Kwa hiyo lakini pia naweza kusema ni mtu ambaye anafuata sana usasa kuliko ukali, tofauti na ambavyo Sadiku, Sidi na Baroka wanavyofuata, na pamoja na wanakijiji wengine. Ni kwa kuangalia kwa uchache wahusika hao, na naomba nimalizie na Ailatu ambaye huyu sasa ni mke mdogo, naweza kusema ni mke wa mwisho wa Baroka. Kuna wake wengi katikati ambao pengine hawajatajwa, kwa wameplay kama expository characters, kwa hiyo kuonesha kwamba hao ni wake wa Baroka, kwamba alikuwa na wanawake wengi, lakini mke wa kwanza ni Sadiku, ambaye alimrithi kutoka baba yake Chief Okiki, na mke wa mwisho sasa ambaye ni youngest wife anaitwa Ailatu. Ailatu amecheza kama mke wa mwisho au mke mdogo, lakini mke ambaye anapendwa sana na Baroka, kwa sababu ni mke ambaye ni mpya, kama wanavyojua kwamba kitu kipya lazima kinakuwa na thamani zaidi ya kile ambacho kimeanza, kulingana na wanaume kadhaa wanavyofikiria. Tunatofautiana katika falsafa. Sasa huyu mke wa mwisho ambaye mke mdogo ambaye anapendwa sana na Baroka anaonekana kuwa karibu na Baroka sana, na pengine hatamani sana masuala ya usaliti na anayapinga. Sasa tuende kuangalia kitabu moja kwa moja, tukianza na asubuhi, then mchana, alafu tunamalizia na usiku, japokuwa matukio nitayaunganisha moja kwa moja. Kitabu kinaanza vipi? Kitabu kinaanza tunamuona Lakunle akiwa darasani anafundisha wanafunzi wake. Anapowafundisha wanafunzi wake, mara anapita mdada huyu tunaambiwa kwamba ni Sidi. Alikuwa amejitwisha ndoo kichwani, lakini pia amevaa nguo za asili na mabega yako wazi. Sasa Lakunle kutoka darasani anachungulia nje, anamuona Sidi anapita, anatamani kwenda kuongea naye. Sasa ana suspend darasa, anawacha wanafunzi, anaacha darasa kufundisha, anaenda kumfuata huyo binti aitwaye Sidi. Anafika, anaanza kuzungumza naye, kwanza anamuelimisha juu ya usasa na ukale.
anamwambia Sidi kwamba binti kama Sidi hapaswi kuvaa nguo wakati mabega yako wazi, inabidi avae nguo za kujifunika. Lakini Sidi anamwambia ni kitu ambacho amewahi kujifunza na ametamani sana kukiacha, lakini ameshindwa kwa sababu anafuata masuala mazima ya kitamaduni, kuthamini mila za nyumbani kwao. Lakini pia Lakunle anamwambia kwamba kuna kitu kingine kama cha kujitusha maji, ni kitu ambacho unajiumiza, hupaswi kufanya hivyo kwa sababu mtoto mrembo kama wewe hupaswi kufanya kazi ngumu kama hizo. Sidi anaendelea kumbishia kutokana na kile ambacho anamwambia, lakini ndipo sasa Lakunle anaunganisha masuala ya kumtongoza, akiwa anatamani kuwa naye kimapenzi, na hilo ndio lilikuwa lengo lake. Anamwambia kwamba anatamani kuwa naye, anatamani kumuoa, anatamani siku moja wakiwa kwa kama wapenzi wafurahie mapenzi yao au wafalie ndoa yao au penzi lao kama ambavyo watu wengi wanafanya, watu wa Lagos wanafanya. Na anamshawishi kumwambia kwa kila wiki watakuwa wanaenda kuenjoy kwenye klabu huko sehemu inaitwa Ibadan. Kwa hiyo anapokuwa anamshawishi hivyo, Lakunle anapokuwa anamshawishi Sidi namna hiyo, Sidi anamuona kama kichatu, na maelekezo ambayo yanatoa ni tofauti kabisa na kile ambacho alikuwa anakitarajia kufanywa na mtu mwalimu kama Lakunle, ambaye alitarajiwa awe darasani afundishe watoto, lakini yeye ameiacha darasa na kwenda kumwambia tumbo ambao pengine yanaona sio vitu vya msingi sana. Kwa hiyo kutokana na kwamba amesikia story za watu wakimsema vibaya Lakunle kwamba ni kichaa, basi na yeye analithibitisha hili kwa kumwambia Lakunle kwamba kweli kumbe wewe ni kichaa kama ambavyo wanakijiji wa Elojinle wanazungumza, kwa kuwa unayoyazungumza ni ya kipumbavu kabisa. Lakini Lakunle anajaribu kumtongoza, ndipo Sidi anamwambia kwamba nipo tayari kuolewa na wewe na muda wowote utakaosema, lakini kwa sharti moja tu, kwamba ukinioa lazima ulipie mahari kwanza. Ukilipia mahari kwanza ndipo sasa unaruhusiwa kunioa. Lakunle anapinga hilo swala la mahari, anamwambia Sidi kwamba kuolewa kwa mahari ni kama kukuuza, yani ni kama baba kumuuza binti au mwanaume kumnunua binti, kwa sababu umetoa mahari na unachukua bidhaa. Kwa hiyo mwanamke anakuwa kama bidhaa, hivyo basi upaswi kuzingatia masuala ya kimila kama hayo, kama bride price au mahari. Lakini Sidi kwa sababu anaheshimu mila na tamaduni, ni traditionalist, anakataa na kubisha kwamba mimi siwezi kuolewa bila kutolewa mahari, kama ambavyo unafahamu kwamba kijiji chetu kinathamini sana wanawake ambao ni bikra, ambao wanaingia kwenye ndoa kabla hawajakutana na mwanaume kwa namna yoyote ile. Sasa mabishano yao yanaishia hapo, japokuwa kuna hali kama ya kutaka kuingia kwenye uhusiano, kwamba kila mmoja anamkubali mwenzake, lakini bado hawajafikia mwafaka kwamba nani atafanya nini. Yani kwamba Sidi ameshakubali kuolewa na Lakunle anatamani kumuoa, lakini Sidi anabisha, hataki kuolewa bila mahari, na Lakunle naye anapinga swala la mahari kama swala ambalo limeshapitwa na wakati. Kwa hiyo Sidi anaendelea kumuona Lakunle kama kijana ambaye ni kichaa na mjinga sana, hathamini vya nyumbani, na anashangaa kwa nini hata amepewa jukumu la kuongoza shule. Kwa hiyo wakati wanaendelea kuongea, Lakunle anasema kwamba lakini kwa hayo ambayo ninakuelezea pengine ni kwa sababu wanawake ni dhaifu, ndio maana hautaki kunielewa. Lakini pia anasitiza juu ya mwanamke kuhitaji kutendewa usawa na mwanamke kutendewa usawa na mwanaume, na anapendekeza swala zima la ndoa, japokuwa Sidi anajaribu kulikataa. Wakati wanaendelea kuzungumza, licha kwamba Sidi hajamruhusu kumshika au kumfanyia chochote, mara tunaona Lakunle anambusu Sidi kwa midomo, kitendo ambacho Sidi hakufurahishwa nacho. Kwa hiyo anakasirishwa na hicho kitendo na anamuona ni mjinga kabisa, kwa nini anaendelea kufanya vitu ambavyo pengine hawajakubaliana. Na Sidi anaona kama kitendo cha kubusu midomo au kuwa na contact kati ya mtu mmoja na mtu mwingine kama wapenzi ni kitendo ambacho kinapelekea masuala mazima ya kusababisha pengine magonjwa na kadhalika na kadhalika. Hii ni kutokana na kwamba Sidi ni traditionalist na hajazoea mambo kama hayo, na anaona ni kitendo cha kushangaza sana, kitendo ambacho pengine Lakunle anaona ni cha kawaida kwa sababu ni westernized, ni educated, anajua hayo mambo ni ya kawaida. Kwa hiyo Sidi hakufurahishwa na hicho kitendo ambacho kimefanywa na Lakunle cha
cha kumbusu. Wakati wakiendelea kwa pale, mara unatokea umati wa vijana wakiwa wanaingia, na hili ni onyesho lingine wanaleta habari juu ya mgeni ambaye amekuja na pikipiki. Sasa wanakuwa wakiwa na jarida. Jarida linaonekana lina picha ya Sidi, lakini pia jarida lina picha ya Baroka pembeni kwenye kona. Kwa Sidi anapoona pale ameweka kwenye jarida, anajiona ni mtu maarufu, na moja kwa moja anajiona ni ameshakuwa mtu mkubwa kabisa katika kijiji cha Lejunle kuliko hata chifu mwenyewe. Kwa hiyo anaanza kujiongelesha kwamba yeye ana thamani kubwa, na hata Lakunle mwenyewe hafai kumuoa, kwa sababu Lakunle ni mwalimu tu, na hatawezaje kumuoa mwalimu kama huyo. Sasa kumbuka, kuna vitu ambavyo vinatengenezwa na Baroka kwa ajili ya kuonesha kwamba Baroka ana ukaribu sana na watu wake, na hicho kitu ni kitu ambacho kimetengenezwa na Baroka kwa lengo la yeye kumfanya Sidi ajione maarufu, lakini pia asogee karibu yake. Wakati wakiendelea kufanya hivyo mara wakaanza kupiga ngoma kwa ajili ya kusherehekea na kufurahia kitendo hicho ambacho Sidi cha kuonekana kwamba amekuwa maarufu na ameweka kwenye jarida. Mara wakiwa wanaendelea kucheza, ndipo sasa anaingia mtu anaitwa Baroka pasipo kujua alikotokea. Anapoingia anaanza kumlaumu na kumshutumu Lakunle kuwa anaharibu na kuiba mabinti, lakini pia kuwatolea ubikira wasichana ambao ni wazuri na ni kwa ajili ya tunu ya kijiji. Kwa hiyo kutokana na hicho kitendo anaamua Lakunle apigwe na wapambe wake. Kwa hiyo Lakunle anapigwa, lakini kumbuka kwamba Lakunle anapigwa kofi na wapambe wa bwana Baroka ambaye ni chief. Kumbuka kwamba ni mbinu tu alikuwa anaitumia, kwa sababu alitamani Lakunle asiwe karibu na Sidi. Kama chief anatumia mbinu tofauti. Hakutaka kusema kwamba anampenda Sidi, lakini alitumia mbinu tofauti kabisa, kwamba Lakunle akamshutumu Lakunle kwamba anajaribu kuwarubuni mabinti na kuwafanya vitu ambavyo sio vya kiasili. Anawatendea ukatili mabinti kutokana na elimu yake aliyoitumia, kitu ambacho ni kibaya zaidi. Kwa hiyo kumbe ile ni mbinu tu ambayo bwana Baroka anaitumia ili amkimbize Sidi, amkimbize Baroka, amkimbize Lakunle. Anaifanya mbinu hiyo amfanye Lakunle awe mbali sana na Sidi. Wakati hayo yanaendelea, basi baada ya kuwa Lakunle amepigwa kofi na wapambe wa Baroka, ndipo sasa tunaona tukio lingine. Onesho linakuwa linahamia kwa Sidi na Sadiku. Tunamwona Sidi na Sadiku wakiwa wanaongea masuala ya hapa na pale. Sasa mwandishi anajaribu kutuonesha kwamba wanazungumza kuhusu swala zima la Baroka kuleta posa kwa Sidi. Kwa hiyo Sadiku, kumbuka, ni mke mkubwa wa Baroka ambaye alimrithi kutoka baba yake anaitwa Chief Okiki, lakini bado Baroka anamtumia Sadiku kuja kumtongoza Sidi.